بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. شوف انتهى خلاص. watu wale Maranzara sio unajua darasa ya saa 6. Sasa mbona bado uko Maranzara? طيب vitabu viko wapi? Risalatu fi dima. Maghafilika. Huna. باب الحيض. هو ملango وحيض. ما هو الحيض؟ الحيض هو دم طبيعة وجبلة. الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. حيض ni damu ya kitabia na ya kimaumbile. Ni damu ya kimaumbile. Haid ni damu ya kimaumbile yakhruju min qa'ri ar-rahim fi awqatin ma'luma, inayotoka kutoka ndani ya fuko la uzazi, ndani kabisa huko kwenye fuko la uzazi katika nyakati maalum. Na arrahim iko nayo mwanamke peke yake, kwa ni damu inayotoka katika rahim. Rahim ni ule mfuko wa uzazi katika nyakati maalum. Anasema الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. asili ya damu ambayo inampata mwanamke, asili ya damu ambayo inampata mwanamke annahu haidhun, kwamba hiyo ni hedhi. Asili ile damu inayompata mwanamke ni sabika kwamba hiyo ni hedhi, bila haddin lisinne, pasi na kiwango au pasi na mpaka wa umri wake. kwani sema lisinniha, si mwanamke tusema sinnihi sinniha. Dhamiri yarudi wapi hapa? Kwa mwanamke, kwa mwanamume, kwenye damu. bila haddin lisinne, pasi na mpaka katika umri wake, umri wa damu. Tukusema
pasi na mpaka katika hedhi, katika pasi na mpaka wa umri wake, yani umri wa hedhi. Sema tukusikie tukuelewe. Dhamiri yarudi wapi? Huyu kasema rudi kwenye damu. Ukatafsiri pasi na mpaka wa umri wake, damu, umri wa damu. Ukasema dhamiri yarudi kwenye hedhi. Nikatafsiri pasi na mpaka kwenye umri wa hedhi. Sawa. Tarudi wapi? Au mwasinzia? Narudi kwenye damu. Pasi na mpaka katika umri wake, ni umri wa damu. Wala qadrihi, wala kiwango chake, kiwango cha damu. Wala takarrurihi, wala kukaririka kwake. Sheikh hapa anasema asili ya damu inompata mwanamke hiyo ni hedhi, bila ya kuangalia damu hiyo imetoka kwenye umri gani kwa mwanamke, bila ya kutazama kwamba miaka yake ni mingapi. Maadamu huyo ni mwanamke na damu hiyo imetoka, basi hiyo ni damu ya hedhi. Kwa nini wengine mnakaa mbali, kuna nafasi huko ziko naka huko, hamtaki kuulizwa? Pasi na kiwango katika umri wake, bila kuangalia mwanamke huyo ana miaka mingapi. Na hii ni kaida muhimma katika mlango wa haidh, kwamba asili ya damu ambayo inatoka katika fardhi ya mwanamke inazingatiwa kwamba hiyo ni haidhun, hatta yaquma dalil akhar yukhrijuhu an hadha al-asl, mpaka isimame dalili nyingine itakayoitoa katika asili hii. Lakini ukisoma vitabu vya Shafi'ia, mara nyingi tutakuwa tunafanya mukarana huo, utaona kwamba wamehaddidi muda, wameweka mpaka wa muda fulani, kwamba muda huo ikitoka damu itakuwa ni damu ya haidh, na kama ikiwa muda huo haujafika damu ikitoka itakuwa ni damu fasadi. Haya yamezungumzwa na wanawachuoni wengi katika madhahibi mbalimbali, lakini al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Ar-Rawda juzu ya kwanza ukurasa wa 391 kwenye Rawda, Rawdatut Talibin. Nikisema Rawda nakusudia Rawdatut Talibin, juzu ya 3 ya kwanza ukurasa wa 391. Anasema amma sinnul haidhi, ama umri wa hedhi, yani umri wa mwanamke kupata hedhi, fa aqalluhu istikmalu 9 sinin ala sahih. Anasema umri wa haidhi uchache wake ni kukamilisha miaka 9, wa kauli iliyo sahihi, wama ra'atuhu qablahu damu fasadin, na kile atakachokiona kabla yake itakuwa ni damu ya uharibifu, damu mbaya. Mnafahamu? Mnanielewa? Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala na wengi katika maulama wa Shafi'iyya na wengineo katika wanawachuoni, wao wanaona kwamba kuna umri maalumu ndio umri wa kupatwa na hedhi mwanamke. Nje ya umri huo mwanamke akitokwa na damu, damu hiyo haitahesabika haidhu, itahesabika kuwa ni damu fasadi, damu chafu hiyo. Ndio nasema Nawawi, wa amma sinnul haidhi fa aqalluhu istikmalu
9 سنين على الصحيح وما رأته قبله دم فساد وما رأته قبله دم فساد anasema ama umri wa haidhi wa uchache wake ni kukamilisha miaka 9 kwa kauli iliyo sahihi na kile atakachokiona mwanamke kabla ya hapo hiyo ni damu chafu sio haidhi lakini Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala katika kitabu hiki Manhajus Salikin yeye anaelezea kwamba hakuna haddi ya umri wa haidhi hakuna haddi kwamba miaka 7 miaka 9 miaka 5 hakuna haddi kile atakachokiona mwanamke kikitoka katika farji yake katika damu yenye sifa ya damu ya haidhi hiyo ni haidhi nanielewa wadhālika lianna Allah ta'ala wanatoa ta'lili hiyo ni kusema hivyo al-Imam Saadi anasema hivyo kwa sababu haya anayosema Saadi ndiyo aliyoyasahihisha al-Imam ad-Darimi al-Imam ad-Darimi ndiyo aliyosahihisha na akayachagua na kuyatia nguvu al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala وصوبه ابن عثيمين ابن عثيمين akayafanya taswibi masala haya kwamba hiyo ndio sawabu kwamba hakuna haddi katika umri wa haidhi kwa nini wanasema kwa sababu Allah tabaraka wa taala allaqa ahkam al-haidhi ala wujudihi Allah aliyakuwa mitukuka ameifungamanisha hukumu au amezifungamanisha hukumu za haidhi kwa kuwepo kwake walam yuhaddidillahu wa rasuluhu lidhalika sinna na hakuweka muda maalumu Allah na mtume wake hawakuweka muda maalumu wa umri fawajaba arrujuu ila alwujudi kwa hiyo itakuwa imewajibu kurudi katika kule kuwepo tu haukuwekewa sinna muayyana kwa hiyo wakati wowote mwanamke atakapokuwa ameona damu ya haidhi itakuwa hiyo ni haidhi mnafahamu thamara ya khilafu hii natija inaweza kupatikana katika khilafu hii mnifahamu anifahamu anyoshe mkono Shafi'iyya na wengineo jumhur ahli ilmi wanaona kwamba mwanamke mpaka atimize miaka 9 ndio ile damu ikitoka itahesabika kuwa ni damu ya haidh akitokwa na damu ile ya haidh yenye sifa ya damu za haidh akiwa na umri wa miaka 9 itahesabika damu ya haidh na ikiwa ni chini ya hapo damu hiyo si hedhi ni damu fasadi mnaelewa ninachosema طيب mkitazama hali kama hiyo na maelezo niliyotoa mnaona kuna athari gani katika khilafu hii man kana indahu aljawab falyarfa yadahu la ahad huku hakuna yoyote huku kuna naam tafadhali rudia tena nasikia huko leo kama tutakwenda na madhehebu ya Shafi'i maana mwanamke hata kama ataonekana na damu ambayo inatupata hedhi ana miaka 7 au 8 na
Yani mwanamke akiwa na miaka 7 katika madhhabi ya Shafi akipatwa na haidhi bado hata kuwa ni mukallaf, kwa hata yamrishwa mambo ibada, kwa hajafikia taklifu. shakuwa mukallaf. طيب hilo jambo la kwanza, athari. Kwa athari itakayopatikana kwa ikhtilafu hii kishafiia au madhahibu nyingine jumhuri ahli ilmi wanaosema ya kwamba haidhi mpaka itimie miaka 9, kwa chini ya miaka 9 hakuna haidhi, ni damu fasad. Wanatuambia kwamba mwanamke akipatwa na hedhi chini ya miaka hiyo atakuwa bado si mukallafa, si mwenye kukalifiwa na sheria, ambapo upande mwingine unaona kwamba tayari ameshakuwa ni mukallafatun. طيب Abu Rahma unyosha mkono. طيب na hiyo ni athari na sio ndogo. Hapo barazani panauzwa nini? Pana kanzu zauzwa. طيب naam, athari nyingine inaweza kupatikana. Kwa nini mnachelewa? Asli mnatakiwa muwepo msubiri darasa, sio? Hiyo ndio asli, na sio asli kwamba darasa ikukute, yani uikute darasa iendelee. Tushasoma vitu vingapi vimewapita. Tunasema kwamba mwanamke kwa mujibu wa athar ambayo khilafu ilijitokeza, athari yake ni kwamba mwanamke atakapokuwa amepatwa na damu chini ya umri wa miaka 9, chini ya umri wa miaka 9, Shafiia na wengineo, lakini Shafiia pekee, isipokuwa ibara au maneno niliyonukuu nimeyanukuu kutoka kwa Imam an-Nawawi, na ndio kauli ya wengi katika wanawachuoni. Na maelezo kama haya pia mwenye al-Majmu' anaweza kurejea kwenye Majmu' ya Imam an-Nawawi katika mlango huu. Wanaeleza kwamba chini ya miaka 9 damu yake itakuwa ni damu ya fasadi, na kama ikiwa ni damu ya fasadi itakuwa si hedhi. Kwa mantiki hiyo kwamba zile ibada ambazo alikuwa anakatazwa mwenye hedhi kuzifanya, huyu ataweza kuzifanya maadamu yuko chini ya miaka 9. Ataswali, atafunga, atasoma Qur'ani, atashika msahafu, sio? Katika madhehebu yao ya Kishafi, kwa sababu katika madhhabu ya Shafiia mwanamke akiwa katika haidhi haruhusiwi hata kusoma Qur'ani, sio? Je, madhehebu nyingine haruhusiwi? Kusoma Qur'ani. Almuhimu ni kwamba zile ibada zilizokatazwa kwamba asizifanye, mathalan tawaf, zile ibada zilizokatazwa asizifanye wakati wakiwa katika haidh, kwao itakuwa hazimuhusu yeye. Yeye anaweza kuzifanya kwa sababu hayuko katika haidh. Ambapo kwa upande mwingine ndio kauli ambayo imetiliwa nguvu, tumesema na chaguo la Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kauli hii ilitiliwa nguvu na Ad-Darimi kabla yao, na Sheikh, na kauli hii pia vile vile akafanya taswib, sawabahu al-Imam Sheikh Ibn Uthaymeen, na ndio aliyotaja hapa As-Sa'di rahmatullahi alayhim ajma'in, kwamba wakati wowote mwanamke atakapoona damu
bila kuzingatia umri wake, akiwa na miaka 9, 8, 7, 6, 5, popote pale atakapoona damu ya haidh, fadhalika haidh, hiyo itakuwa ni haidhi na ahkamu za haidhi tatarattabu alaiha. wazi? kwa hiyo ndio athari ambayo khilafu inaweza kupatikana. kwa la tahdida lil'umri alladhi tahidhu fihi almar'a, kwa wao hakuna tahdidi, hakuna mpaka wa umri ambao mwanamke atapata haidhi. wakadhalika la yuhaddadu qadru, wasema wala qadrihi, wala kiwango chake, hapajawekwa kiwango maalum bil ayami allati tahidhu fiha almar'a, siku ambazo atapata hedhi mwanamke. hakuna siku maalum kwamba lazima ziwe siku 3 au siku 5 au siku kadha. la, itakapotoka damu ya haidhi kwa sifa yake, hiyo ni haidhi bila tahdid. wala takarrurihi, wala pia vile vile hakuna hadi ya kukaririka kwake. hakupasi kwamba lazima ikaririke miezi kadhaa ndio ihukumiwe kwamba hiyo ni haidh. illa in atbaqa ad-damu ala al-mar'a, isipokuwa itakapozidi damu kwa mwanamke, au sara yanqati'u anha, la yanqati'u anha illa yasira, au ikawa damu haikatiki kwa mwanamke isipokuwa muda mdogo, fa innaha tasiru mustahadha, yeye atakuwa ni mwenye damu ya ugonjwa. tukisema mustahadha, istihadha ni damu ya ugonjwa. kwa hiyo itakapokuwa damu imekithiri kwa mwanamke, yatoka tu haikatiki, na ikawa zile siku za kukatika kwake ni siku kidogo katika mwezi, itahesabiwa kwamba hiyo ni istihadha, ni damu ya ugonjwa. faqad amaraha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amemwamrisha yeye mtume sallallahu alayhi wasallam, an tajlisa adataha, kukaa kwa ile ada yake. yani ikiwa hali iko namna hiyo, mwanamke anatoka damu haikatiki, basi anatakiwa azingatie ada yake. pengine ilikuwa ada yake ni siku 3 au siku 4 au siku 5 au siku 6 au 7, 8, 9, ataangalia ile ada yake ambayo alikuwa ameizoea, basi atahesabu kwamba hiyo ndio haidh. itakayozidi ya hapo itakuwa si haidh. kwa hiyo ni wajhi wa kwanza, atatazama ada yake. fa in lam yakul laha ada, ikiwa hana ada, akitokuwa na yeye ada, hana ada maalum, kwamba hajui, pengine ndio mwanzo wa kutokwa na haidh, hajajua ada yake ni siku ngapi, fa ila tamyiziha, mpaka kupambanuka kwake. atangojea mpaka ipambanuke kwamba hii na ile ziko tofauti. akitazama ile ilikuwa mwanzo na ile kutoka sasa ni tofauti, basi ile ya mwanzo itakuwa haidh, hii nyingine sio. fa in lam yakul laha tamyizun fa ila adati an-nisa, ikiwa haina upambanuzi, ikiwa hana yeye upambanuzi, kwa maana ya kwamba hawezi kutofautisha baina ile ya mwanzo na ile nyingine inayoendelea kutoka,